Kwa vyovyote vile, ikiwa leo Deputy President atabisha, wewe unaweza kufanya naye kazi 2022? Ya, kwanza kusema ati alinisaidia mimi, ati alisaidia Nyayo, alisaidia Uhuru, amesaidia mimi. Yeye ni nani mpaka anasaidia watu? Tulipokuwa na kwenda hiyo uchaguzi wa 2007, tulifanya mchujo kule Kasarani. Mimi nikashinda, Mudavadi akawa namba 2 na yeye akawa namba 3. Sasa tukaenda pamoja kuwinda, na tulipoua mnyama. Sasa kwa sababu Musalia alikuwa namba 2, tukaweka yeye naibu wa waziri mkuu. Yale yalifanyika, ile mnyama tuliua, lakini Nyang'au ikatoka pande ile nyingine ikashika mkono pande ile. Baadaye wakachukua paja, wakachukua kifua wakachukua mkono, wakachukua vitu vingi zaidi. Lakini yale walituachia sisi tukagawanya, na yeye mwenyewe nikampatia yeye pande kubwa zaidi, waziri wa kilimo, ambaye ilikuwa ni portfolio kubwa zaidi katika pande yetu ya hiyo serikali ya mseto. Manake hiyo wizara ya kilimo ilikuwa na parastatos 42. Kwa hivyo sio ati yeye alinisaidia, alijisaidia yeye mwenyewe, alitafuta na mimi sikafuta. Sisi tulikuwa na wenda pamoja, sio ati yeye alikuwa anasaidia mimi. Na Musalia je? Nasema Musalia anisaidia. Balala alikuwa na sisi huko. Joe Nyaga tulikuwa naye. Tulikuwa yani kila mahali tulikuwa na watu. Kwa hivyo ilikuwa ni mseto. Tulikuwa tunafanya pande ile katika chama chetu cha ODM. Yeye mwenyewe akapata pande yake, hakunisaidia, hakunipatia mimi fedha hakunisaidia, alijisaidia mwenyewe. Tulikuwa tunaenda pale kama team na kila mmoja alikuwa anacheza. Hawezi kusema ati alicheza vizuri kushinda Musalia pande lingine, au Balala pande lingine, wakina Joho ambao tulikuwa nao. Tulikuwa na watu kwa upande ya kaskazini magharibi, akina Farah Maalim na kadhalika. Upande mwingine tumekuwa na watu hata upande ya Mlima Kenya. Sio tu hata bonde la Ufa tulikuwa na watu wengine, upande ya Masaini, upande ya Turkana huko, upande ya Samburu, kila mahali tulikuwa na watu wetu. Upande ya Kisii tulikuwa na watu wetu, kule upande ya Wajaluo, upande ile ya Western, pande zote za Kenya tulikuwa na watu. Siku hivyo mtu hawezi kusema ati mimi ni yeye ndiye nilileta ushindi. Yeye alikuwa tu ni mmoja ya wachezaji katika hiyo timu yetu ya ODM. Unaweza kufanya naye kazi tena? Manake kwa siasa mara nyingi nasikia wanasiasa wakisema hamna uadui wa kudumu. Yeye mwenyewe ametokeza naenda. Kwa hivyo yeye ana haki kama Wakenya wengine kufanya vile anavyotaka. Swala lingine ambalo ningependa kujua, umejitokeza mwishoni mwa juma ukazungumzia swala nzima la ufisadi, na hili limeleta cheche sana. Ukasema kwamba wewe kitu cha kwanza ukipata mamlaka, wafisadi ndani. Hii ni ajenda yako ya 2022? Sijasema ni ajenda yangu ya 2022. Yale mimi nimesema ati uporaji ya mali ya umma katika taifa letu imepita kiasi. Ndio inaathiri maendeleo katika taifa letu. Tumefika kiwango ambayo watu wanaogopa
kuongea juu ya uporaji wa mali. Tangu mimi niongee kule Mombasa, nimepata simu mingi zaidi, hata zile messages ya social media. Hata Raila mpaka jihadhari sana. Hiyo mazungumzo ni hatari kwake. Manake Wakenya wengi ni wafisadi, na yeye hawezi kupata kuunga mkono wale watu wa sasa. Wameogopa hata jamaa atatuweka sisi ndani akikuwa huko ndani. Kwa hivyo mwambie Raila aende polepole, asiongee juu ya mambo ya ufisadi. Tafadhali, nimesikia mambo mengi zaidi. Tukasema hiyo sio Kenya mimi nataka. Kama wameamua waendelee na mambo yaendelee namna hii, basi waache mimi nibaki nyumbani. Waache mimi nibaki tu, hakuna haja. Manake Kenya haiwezi kuendelea mbele ikiwa wizi na hujuma ya mali ya umma itaendelea kiasi hii. Yani kuna ufisadi iko na jina mengi na hali mingi. Kuna nyingine inaitwa embezzlement kwa kimombo. Kuna ile nyingine ambayo inaitwa extortion. Kuna ile nyingine ambayo inaitwa bribery. Kuna ile nyingine ambayo inaitwa fraud na kadhalika. Lakini yote ni hujuma ya mali ya umma. Wakati mwingine wa Kenya ilipokuwa inaanza, manake hiyo fisadi ni kitu ya ulimwengu mzima. Kitu tofauti ni hatua ambayo inachukuliwa dhidi ya wale wamepatikana kama wanahujumu mali ya umma. What action is taken against the culprits is the difference. Ndio sababu katika nchi nyingine iko katika hali ya chini, ambayo kwa mfano mtu anapeana commission au rupurupu ya 5%, 5% mpaka 10%, hiyo inakuwa possible. Lakini ikizidi inakuwa 50%, sangine inafika hata 100% kama Kenya. Sasa maendeleo hakuna, nchi inazidi kuathirika. Zamani walikuwa nasema Kenya hii, walianza kuanza ilikuwa inaitwa toa kitu kidogo, TKK. Ikaendelea ikapanda juu, ikaitwa sasa toa kitu kikubwa, bado ni TKK. Mwisho akasema toa kila kitu, TKK. Kwa hivyo yani hiyo ni tumefika katika kiwango hiyo, toa kila kitu. Sasa wewe unabaki na nini? Sasa hiyo inafanya kwa taifa letu. Ndio unaona kwa mfano upande wale ambao wamepewa jukumu ya kusanya ushuru kwa watu, wengine wako katika ile wizara ya customs, wengine wako katika inaitwa income tax, wengine ni VAT. Wana kazi ya kuchukua ushuru kwa wananchi na kuweka kwa hazina ya serikali. Mingi yake wanapora. Hao ndio unaona vijana wananunua manyumba kubwa katika mji. Hao ndio wako na magari ya kisasa, model ambayo imetoka ng'ambo. Hao ndio kule nyumbani wamejenga nyumba kubwa. Katika soko ya nyumbani huko wamejenga magorofa 10, na pesa yake inajulikana. Unakuta mama mwingine amenunua manyumba flats 20, na yeye ni mtu ambaye anafanya tu kazi ya umma. Upande mwingine ni wale ambao wanafanya kazi ya ununuzi
procurement officers. Kama hii glasi inatakana kununuliwa kwa shilingi 500, wananunua kwa 5,000. Na hiyo pesa yote inaanza kwa mfuko ya mtu ya binafsi. Sasa unaona aliingia pale kama mbamba kama shindani. Baada ya miaka 2 amefura kama kupe ambayo imesafionza damu ya ng'ombe, sasa imefura namna hii. Hiyo ukupe iko hapa. Yale yote pesa ambayo inatakana iwe katika hazina ya umma itumike kwa upande wa maendeleo, inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Okay? Wengine wamepora zaidi. Naona hizi miradi ya serikali, mtu anakuja anawaambia wewe, tungejenga SGR, sisi tumejenga barabara hii, sisi tumeleta stima, sisi manyumba ngapi ambayo tumefunga stima huko, tumeleta maji na kadhalika. Ujiulize kwa gharama gani? Utakuta kama hiyo stima ingegharimu shilingi 10,000, lakini wameleta na shilingi 100,000 ambayo wameleka 90,000 imeenda kwa mfuko yao, 10,000 wameweka hapa. Hiyo barabara anasema amejenga, imechukua gharimu pesa ngapi? Hiyo bwawa ya maji wanasema wamejenga, imegharimu pesa ngapi? Unaona, kwa mfano Aror na Kimarer ingekuwa ina gharimu shilingi bilioni 45, lakini wameenda wamechukua shilingi bilioni 63. Hiyo ni bilioni ngapi juu yake? Hiyo ni 18 bilioni ambaye wameweka juu yake. Hiyo ni miradi 2 tu. Ndio unaona mwingine anasema ati pesa hizo zote ni bilioni 7 peke yake ndio imepotea. Bilioni 7 iweze kusema ni peke yake. Bilioni 1 ni milioni mara 1,000 ndio inakuwa bilioni 1. Na kama imefika mara 7, mtu anasema hiyo ni pesa kidogo sana. Manake wamepora hizo miaka zote ambayo nasema wameleta maendeleo. Wamepora serikali, na hiyo pesa wameficha. Ndio wanaletanga kidogo kidogo hapo ndani. Ndio naona anakuja nasema ati niaita mimi nije nifanye harambee kwa kikundi ya kina mama. Analeta hapo milioni 10. Nataka kufanya harambee kwa vikundi wa vijana. Analeta pale milioni 10. Na kanisa ameingia, ameleta milioni 5 hapa, milioni 5 pande nyingine hapa na pale. Ameenda kwa shule, amebeba basi. Anapeleka basi kwa shule hiyo, amepeleka basi. Kasisi moja au bishop anaapishwa, ameleta gari, amenunua Subaru, ameleta Toyota, ameweka huko. Na hii ni mtu mmoja, mshahara yake inajulikana, mabiashara yake inajulikana. Hii pesa inatoka wapi? Hata Noshal Mirali hawezi kufanya hiyo ambaye mkubwa juzi huyu. Hata Safari kama hawezi kufanya hiyo namna hiyo. Hata ni biashara ina gani ambayo uko naye? Hakuna. Hii ni pesa ya umma ambaye wamehujumu, wameiba. Narudi naye na inasemekana ati mtu anapenda maendeleo, mtu anapenda kanisa. Raila hataki watu makanisa wasaidiwe. Sasa hii ni taifa gani? Taifa kama hiyo sitaki kukaa na hata kuongoza. Tafadhali mimi nibaki nyumbani.
Mimi nasema ati Kenya iko na nafasi. Kenya inaweza kuendelea. Kenya haitakikani icheze katika ligi pale tunachezea. Nataka Kenya iende kwa ligi za nchi ambazo zimeendelea. Lakini hatuwezi kufanya haya ikiwa kama sisi tutaendelea yale, mambo itakuwa ni yale. Wakati ulizungumzia swala nzima la ufisadi, tulimwona Deputy President naye akajitokeza akajibu. Wengi wakauliza, unapozungumzia ufisadi kwamba wanatoa pesa makanisani wanaenda, ni dipi unamtaja kama mfisadi? Sijataja mtu. They say the guilty are afraid. I didn't mention anybody's name. I didn't mention anybody's name. Lakini naona jamaa anajitokeza tu peke yake. Ati alikuwa anaongea juu yangu. Mimi sikutaja jina yake. Amejitambua yeye mwenyewe. Ati yeye ndiye anafanya mambo kama haya. Hii ni tabia yake. Uliza yeye hiyo pesa ametoa wapi? Ametoa wapi? Hiyo hazina iko wapi ambaye pesa haikwishi? Ni hapa na pale. Sasa tunasema ati Wakenya wanakuja wananunuliwa na pesa yao. Mtu amechukua pesa yenu, ameficha, sasa narudi kutumia kununua nyinyi. Anakuwa kama yule mtu anataka kuchinja kuku. Na kuku hawezi kukimbia kufuata kuku. Sasa unachukua mahindi, alafu naita kuku kut. Alafu unarusha mahindi mpaka karibu na mguu yako hapa. Yeye anakula, nafikiri jamaa leo amenikumbuka. Ni mkarimu sana. Anakuja, najui wewe huna haja ya kumlisha. Kazi yako ni kitoweo. Akifika karibu na mwenye amenaswa. Kwe. Sasa hiyo maji inachemka na kisu ndio iko tayari, ananolewa, weko kwa maji, kitoweo. Ndio sasa Wakenya wanangoja jamaa wanakuja na pesa kuwapatia, lakini haja yake ni nini? Ni kura yako, ili aingie kule pale azidi kupora. Sasa unabambiwa ati sisi tunataka kusaidia mahasla, sisi tunataka mama mboga, tunataka hii ni kutoka chini kwenda juu, bottoms up. Anza na kuku mashinani, mama mboga, ile mkokoteni, ile wilbaro, ndio tupande tuloke juu. Wamekuwa kwa serikali kwa sasa miaka 8. Mbona hawakuongea juu ya maneno? Mbona hii haikuwa hata ni katika manifesto ya Jubilee? Kama hiyo ndio ilikuwa ni sera yao. Walianza kama mseto, wamefanya miaka 5 ambayo wanafanya haya. Na miradi ambayo wametengeneza inajulikana. Uliza hao gharama ya hizo miradi ni pesa ngapi? Hizo miradi zote zilikuwa overpriced. Bei yao ilipigwa marudufu mara 5, hata wengine mara 10. Na hizo ni pesa ambayo zimeporwa, ambayo sasa zinatumiwa wakati huu, inarushwa hapa na pale. Na hayo ndio sababu Kenya iko pale tuko hapa. Wamekopesha pesa kutoka hazina tofauti, ili ya Benki Kuu ya Ulimwengu, ili nyingine kutoka kwa Uchina na kadhalika. Mkenya amekuwa maskini, ametwika mzigo mzito ambaye punda sasa haiwezi kutembea. Na jamaa ambaye ametwika mzigo, ile pesa ambaye wanalipa, wengine wanabeba hiyo pesa, wameweka mali nyingine, unarudi naye tu kuja kwa wakati mwingine toa kidogo. Hii ndio Kenya wa sasa. Tunapozungumzia swala nzima